Naam, Fazazi Chazuani usingoje mustara, nawe kibiru wakini kwamba ndio nyota bora. Sasa waliliani nawe ndio umeyavora. Tumeanza hivyo leo katika shairi hilo lenye lahaja Kimvumba, moja kati ya lahaja zinazozungumzwa kule kaskazini mwa mkoa wa Tanga. Mimi ni Awadhi Rashidi, nichukue nafasi kukualika katika sehemu ya tatu leo tukiangazia ustaarabu wa Mswahili. Katika upepo wa bahari ya Hindi, kati ya harufu ya karafuu na sauti ya mawimbi yanayobembeleza mwambao, ndipo ulipozaliwa ustaarabu wa Mswahili. Ustaarabu uliojengwa kwa mikono wa wageni na wenyeji, kwa maneno ya Kiswahili yaliyochanganyikana na roho ya Kiislamu, biashara na ubinadamu wa kina. Waswahili walikuwa si tu wafanya biashara, bali walikuwa wasanii wa maisha waliochora tamaduni zao kwenye nyumba za mawe, mashairi ya mapenzi na ngoma zenye mapambo ya adabu. Katika miji kama Lamu, Pate, Mombasa, Tanga, Unguja na hata Pemba, huko kote kuna roho ya Waswahili ambayo imekuwa ikijenga jamii kwa heshima, ukarimu na umoja. Katika muktadha huo, leo tunaketi tukitizama ustaarabu wa Mswahili na namna ambavyo umekuwa ni wa kipekee sana katika pwani ya Afrika Mashariki. Mimi ni Awadhi Rashidi. Niite hivyo siku zote nitaitika, na ukiniweka mahala pema moyoni mimi nitafurahi sana. Kwanza nashukuru kwa mara nyingine tena kuwa tumekutana katika kipindi hiki kuhusu Kiswahili na Mswahili. Huko nyuma tumezungumza mambo kadha wa kadha kuhusu Mswahili nani na asili ya Mswahili. Na leo kama ulivyosema tunataka kuzungumza kuhusu ustaarabu wa Mswahili. Na tuelewane tu kwamba jamii zote zina ustaarabu wake. Na Mswahili naye, pamoja na ikhtilafu zote ambazo tumezungumza kuhusu Mswahili nani, pia Mswahili ana ustaarabu wake. Lakini mara nyingine watu wengi wanaweza wasielewe maana ya ustaarabu. Ila tutatoa mifano midogo midogo tu ya kawaida ya matumizi ya neno ustaarabu. Naam. Kwa mfano, kuna mambo ambayo katika lugha ya Kiswahili anaweza kufanya mtu kisha akaashiriwa kwamba huyu si mstaarabu au alichokifanya si jambo la kistaarabu. Na unaweza ukaonekana katika mambo mengi ya maisha. Kwa mfano katika kula. Tukiwa katika hadhara fulani tunakula, alafu mtu akala kwa mikono miwili, anaambia sio ustaarabu kwa mfano. Au anakula huko anarusha chakula huko na kule, au ananyosha mkono anakula popote pale katika sinia lile. Watu wanaweza kusema huyu bwana si mstaarabu. Binadamu anatokwa na uchafu mwingi katika maeneo yote ya matundu yake kama pua, mdomo na sehemu nyingine. Hata namna ya kufuta na kusafisha yale maeneo mtu anaweza kaambiwa sio mstaarabu, na hasa anapokuwa mbele ya watu. Haya ni matumizi ya kawaida ya neno ustaarabu. Sasa mara nyingi mimi sipendi kutoa maana moja kwa moja kabla sijatoa kitu kinachoitwa elements. No. Vitu ambavyo ni viashiria, alafu baadaye ni rahisi kujua ustaarabu. Sasa kuna wakati anazungumziwa mtu mmoja mmoja, huyu bwana ni mstaarabu au huyu bwana si mstaarabu. Alafu kuna wakati panazungumziwa jamii nzima, ustaarabu wake. Na bila shaka ustaarabu wa mtu mmoja mmoja unafungamana na ustaarabu wa jumla. Kwa maana ya kwamba yule mtu mmoja mmoja ambaye si mstaarabu ni yule aliyokiuka ustaarabu wa jumla. Na nasema hivi kwa sababu kuna mambo kwa baadhi ya watu yanaweza kutizamwa si ustaarabu, lakini kwa wengine atatizamwa ni ustaarabu. Katika namna ya kula, katika salamu za watu, katika maingiliano yao. Kwa hivyo ustaarabu wa mtu mmoja mmoja unapimwa na ule ustaarabu wa jumla wa ile jamii husika. Ndicho kipimo cha ustaarabu. Na tunapozungumza kwa mfano ustaarabu wa watu fulani, kinyume chake ni nini? Kinyume cha ustaarabu ni ushenzi. Yale mambo ya kishenzi, ya kihayawani, yasiyokuwa ya kiutu. Yale ndio mambo ambayo si ya kistaarabu. Na sasa sisi huku kwetu tuna staarabu mbalimbali ambazo zimeingiliana, na hasa tunapokuja kuzungumza kuhusu utandawazi, tunazungumza zama ambazo ustaarabu unaingiliana kwa kasi sana baina ya jamii moja na jamii nyingine. Kwa hivyo ustaarabu unahusu elimu ya watu, maadili ya watu, maendeleo ya watu. Kwa hivyo ni kipimo cha kupima maadili, lakini vile vile
maendeleo, kwa maana kwamba ustaarabu unakuwa. Takupa mfano tu. Ustaarabu katika mapishi ina maana kwamba kila ambapo mwanadamu anaweza kutengeneza kitu kwa kuchanganya vitu vingi zaidi kikatoka kitu fulani, ni jambo lilopitia hatua nyingi mpaka kufikia pale. Tukisema Mswahili katika mapishi ana ustaarabu fulani, maana yake anatumia viungo, lakini matumizi ya viungo hayakuja mara moja. Yalikuja kutokana na maingiliano ya dunia, kujaribu hili, kujaribu lile, kuchanganya hili, mpaka hatimaye pakapatikana na kitu kinaitwa pilau kwa mfano. Kwa hivyo huu ni ustaarabu wake katika mapishi. Katika mavazi, kadri ambapo mwanadamu anakimbia ushenzi na uhayawani, ndivyo ambavyo anaelekea ustaarabu. Kwa hivyo kila anavyojistiri zaidi katika mavazi yake huashiria kwamba amestaarabika zaidi. Sasa kwa mukhtasar, ustaarabu ni elimu na maendeleo na maadili ya watu. Sasa yanaonekana katika nini? Katika majengo yao, katika miji yao. Kwa hivyo jamii iliyostaarabika inaishi katika maeneo ya miji. Maana ya miji ni kwamba kuna nyumba zinazopakana. Na maana yake ni kwamba sio nyumba tu, hata namna ya nyumba zile zinaashiria ustaarabu wao. Milango yao, majengo yao wanavyoyaeka, vifaa wanavyovitumia. Sasa nasema haya kwa sababu gani? Kwa sababu miji ya pwani ya Waswahili ni miji katika ukanda wetu wote iliyotangulia katika ustaarabu. Kwa maana ya kwamba palijengwa miji kabla ya wengine. Huku ndani huku kulikuwa kuna jamii ambazo zinaishi katika maisha yale ya kishamba, na kule kwa wenzetu wasema ya kibedui. Mabedui ni wale wakikaa majangwani ambapo nyumba ziko mbalimbali. Watu wa mashambani huku kwetu ni watu wakikaa hapa, nyumba nyingine iko mbali sana. Maanake miji haikuwepo. Na hata miji ilipoanza huku kwetu ilianza na watu ambao ima ni Waswahili waliohamia au ni wale Waswahili tuliowazungumza ambao wameloea. Na hili nataka tuelewane zaidi. Kwa hivyo ukienda Kilimanjaro kuna mji wa Waswahili. Watu ambao ima ni Waswahili waliohamia au walioloea Uswahili kwa sababu ya kuathirika na ustaarabu wa Uswahili. Kwa hivyo utakuta Kilimanjaro, utakuta Arusha, utakuta Singiro, utakuta Dodoma na kila mahala. Kwa maana miji ya kwanza hata huku kati ilijengwa na Waswahili au watu walioloea Uswahili. Kwa hivyo Waswahili ni watu wa kwanza kutangulia katika ustaarabu katika ukanda wetu. Na ili tulifahamu, ili jambo situlizungumza kwa historia kwa sababu itahitaji mazungumzo marefu sana. Lakini dunia inazungumza kuhusu ustaarabu wa awali kabisa wa mwanadamu. Ni maeneo gani ambapo mwanadamu wa kwanza alianza kuwa mstaarabu? Sana wanazungumza Misri, wanazungumza Iraq. Na Iraki ni hiyo inayojulikana kwa jina la Mesopotamia. Mesopotamia ni neno la Kigiriki, lina maana mji baina ya mito miwili, yani Euphrates na mto mwingine, huo mto nani? Tigris. Ndio ni mito ina historia ndefu, mito mikubwa. Katikati hapa baina ya Euphrates na Tigris palikuwa na ustaarabu uliofahamika kwa jina la ustaarabu mwingi sana. Kwa mfano wa Hammurabi, wa vile baada ya hapo palikuja ustaarabu mwingine na mwingine na mwingine. Sasa kawaida katika zile elementi za ustaarabu ni kuwepo na miji, ni kuwepo na utawala, ambapo utawala maana yake una sheria, kuwepo na elimu, kuwepo na teknolojia na vitu kadha wa kadha. Vitu ambavyo vilipatikana katika maeneo yale. Na ukitizama sana utagundua kwamba ustaarabu wa Misri vile ulikuwa kutokana na mto Nile. Ustaarabu wa Mesopotamia ulikuwa kutokana na mito miwili hii, Tigris na Euphrates. Ustaarabu wa Waswahili ulitokana na hii tuseme gateway, lango kuu la biashara ambalo linaangalia kwenye bahari ya Hindi. Hivi vyote vimechangia kukua kwa ustaarabu. Alafu kuna ustaarabu nyingine nyingi duniani. Sasa pale kuna mambo mengi ya kujadili kwamba ulikuwaje ustaarabu, lakini palikuwa na utawala,
palikuwa na kuendelea katika mavazi na vyakula, walikuwa na miji ambayo mpaka leo hii tuna historia ya miji na majengo ya kale. Kwa hiyo walianza taaluma ya uhandisi na ujenzi muda mrefu. Palikuwa pana sheria, lakini palikuwa na teknolojia, kama ni ya teknolojia ya kusafiri baharini, teknolojia ya kulima, teknolojia ya kuwinda. Hizi zote ni teknolojia. Kwa sasa hivi unaweza kuziona za zamani, lakini ndizo zilizotusafirisha zikatufikisha hapa tulipofikia. Nataka kuhitimisha kwanza kwa kusema ustaarabu wowote unabebwa na lugha. Kwa hiyo lugha ndio jahazi linalobeba pia ustaarabu wa watu. Na kila unapoepuka uhayawani, ubinadamu unakwenda mbio kuelekea ustaarabu. Na haya nataka tuyapigie mstari, tutayazungumza sasa hivi kutokana na staarabu nyingine zilizokuwepo duniani. Sasa katika lugha ya Kiswahili utakuta staarabu kwa maana ya maneno, misemo, msamiati, nahau mbalimbali, lakini hata maneno, matumizi ya kawaida tu ya maneno. Kwa hivyo kwa kuwa ustaarabu ni kuelekea binadamu na kuepuka unyama, kila unapomkimbilia binadamu unamwacha mnyama, wewe unastaarabika zaidi. Ndio maana nataka kusema hili, tutaliona baadaye mjadala kwamba kama dunia inakimbilia uhayawani, je, inastaarabika? Sasa nakupa mifano mitatu. Kwa mfano, katika kuepuka uhayawani na ushenzi, Mswahili pia anatumia maneno fulani ambayo yanafaa kutumika kwa mwanadamu tu, lakini hayo maneno hayafai kutumika kwa mnyama. Na kuna maneno yanayotumika kwa mnyama, kwa mwanadamu hayafai kutumika. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba lazima tutofautishe baina mwanadamu na mnyama, kwamba sisi na wanyama tuna tabia tofauti. Lazima tusafiri zaidi kuelekea binadamu na kuepuka unyama. Maana yake ndio ustaarabu huo. Kwa mfano, Mswahili anasema kunona anapozungumza kuhusu mnyama, na anasema kunenepa au kuwanda anapozungumza kuhusu mwanadamu. Kwa hivyo huwezi kusema ng'ombe amenenepa, amewanda, unasema amenona. Huwezi kusema ng'ombe amejifungua, unasema amezaa, lakini mwanadamu amejifungua. Huwezi kusema kwamba unamfuga mtoto, unasema unamlea. Na huwezi kusema unamlea mnyama, unamfuga mnyama. Sasa unaweza ukaona ni maneno ya kawaida, lakini ni njia panda baina ya mwanadamu na mnyama. Lakini katika hali kama hiyo ndio nikasema haya tutayaona labda huko mbeleni, nisizungumze sana. Utanikumbusha labda tuzungumze sasa hivi, leo hii ulimwengu unaelekea katika ustaarabu au ushenzi, ndipo tuelewe ustaarabu wa Mswahili uko wapi. Asante sana. Naam, Dr. Abdurazaki, tunakushukuru kwa utangulizi huo maridhawa. Tukibakia bado kwenye kumtizama Mswahili na utamaduni wake na ustaarabu, pengine ni vigezo gani vya kitamaduni, mathalan nguo, vyakula, sanaa ambavyo vinaonyesha ustaarabu wa Mswahili? Kwanza, utamaduni kwa imani yangu ni neno pana ambalo linakusanya ndani yake ustaarabu. Utamaduni hauko kwenye vyakula na mavazi tu. Utamaduni uko katika muundo mzima wa maisha ya jamii fulani. Namna ya kuoa, namna ya kupika, namna ya uhusiano mkubwa na mdogo, vyote hivi, namna ya ibada, kuzika. Kwa hiyo utamaduni ni, wengine wanasema total way of life, yani ni njia zote za maisha ya mwanadamu, ndio utamaduni wake. Kwa hivyo ni mila na desturi za watu, mila, ada, desturi, ambapo huwezi kuishi bila vitu hivyo. Tangu unapoamka mpaka jioni una practice, unatekeleza utamaduni. Kwa hivyo Mswahili ukimwona unaweza kumjua kwa mavazi yake, mbali na lugha yake. Yana mavazi ya Kiswahili ambapo leo hii sasa imekuwa ni kivutio. Sasa kanga kwa mfano ni vazi la Kiswahili. Sasa ukilitizama limetoka wapi, ni swala la kihistoria, limetoka India au limetoka wapi, lakini sasa ni la Mswahili. Kwa sababu nukta muhimu tulioizungumza ni kwamba hakuna ustaarabu unaojitegemea.
ustaarabu huwa umechukua huku na kule na kwingine, na wenyewe ukawa na ya kwake. Kwa hivyo ustaarabu wa Mesopotamia una athari ya ustaarabu nyingine, ustaarabu wa Misri una athari za ustaarabu nyingine vile vile, kadhalika Wagiriki. Na ndio maana utaona kwamba Wagiriki wamejifunza vitu vingi sana kwa Wamisri katika mambo ya kistaarabu. Sasa kwa lugha nyingine ni kwamba mwanadamu haanzi alifu, bali huendelea pale alipoishia mwanadamu aliyopita. Na hiyo tunataka tuelewane. Na wakati ambapo kuna utandawazi sasa hivi, ndio kuathiriana kumekuwa mkubwa sana katika staarabu. Sasa ustaarabu wa Mswahili unaweza kuonekana, utamaduni wa Mswahili unaweza kuonekana katika maisha yake yote. Kwa mfano kanga, tumesema kanga ni vazi la Mswahili. Na ukitaka kujua kwamba sasa jamii zisizokuwa za pwani zinaanza kuathirika kwa kiasi kikubwa na ustaarabu wa Kiswahili, ni kwamba kanga sasa inavaliwa sana huku bara, na inavaliwa na Mswahili na asikuwa Mswahili. Lakini kanga, wengine wanaita leso kwa upande ule wa Kenya, ni vipande viwili vya nguo ambavyo aghalabu mara nyingi mwanamke anatumia. Na nikisema aghalabu, maanake ndio hivyo mara nyingi, maanake watu wanakosea kutumia neno aghalabu na nadra. Sasa ni nadra sana mwanaume kutumia, lakini kuna wakati mwanaume anatumia kanga, leso. Na mwanaume anatumia katika wakati maalumu, katika mazingira maalumu. Na si kwamba hatumii kabisa, na anakuwa ndani, na wakati ule huwa ni saini nyingine, lakini ni vazi la mwanamke zaidi. Kanga ni sitara, kwa sababu mwanamke wa Kiswahili akivaa kanga, kabla hazijaja hizi hijabu, alikuwa amejisitiri kisawasawa. Kwa hivyo inaonyesha ustaarabu wake, kwa maana ya kwamba ametoka katika ushenzi na uhayawani, amefikia mahala pa sitara. Kwa sababu mwanamke wa Kiswahili akivaa kanga sawasawa ni sitara kamili. Sio kanga inavaliwa leo hii kimtaani, akivaa inakwenda mpaka chini na huku juu inafunika vizuri. Yani ni sitara kamili. Kwa hivyo unaonyesha ustaarabu wake, kwa maana ya kwamba ametoka, kwa sababu mwanadamu alitoka wapi? Wanavyotuambia katika historia, alitoka katika kujisitiri tu sehemu za tupu mbili. Watu wa historia wanatuambia alivaa magome ya miti na ngozi, kwa hiyo alikuwa taratibu. Kwa hiyo kila alipoendelea kujistiri, alikuwa anaendelea kuwa mstaarabu zaidi. Na kama mwanamke wa Kiislamu wa Kiswahili, ustaarabu wake ni kanga, maanake ni sitara, maanake ni ustaarabu, ni kukimbilia ubinadamu, kuepuka uhayawani. Kwa hiyo anajisitiri kupitia kanga. Lakini kanga imekuwa sio tu vazi la kuvaa ajisitiri kwa Mswahili. Kwa Mswahili limekuwa ni vazi ambalo linakuwa na jumbe mbalimbali. Sio lazima ule ujumbe huo umeandikwa, linazungumza. Tuseme linazungumza lenyewe, kwa maana unaweza ukaandikwa kumpa ujumbe mume, lakini kumpa ujumbe jirani, na wengine ambao wanaweza kusoma. Kama watu wamekwenda kwenye shughuli maalum, wanaweza kuchagua maneno fulani ambayo yanataka kuwasilisha ujumbe fulani. Kwa hiyo watu walikuwa wanaishi na maneno yale, na mara nyingine isichaguliwe kwa rangi zake nzuri, lakini ikachaguliwa kwa maneno yake mazuri. Lakini pale nyumbani inazungumza, kama ulivyosema, ni wakati gani mwanaume anavaa kanga, na ile kanga inavaliwaje na mwanamke pale nyumbani baina ya yeye na mume wake. Vyote vilikuwa ni vielelezo na ni lugha ya mapenzi baina ya mume na mke. Na ndio maana mtoto wa Kiswahili katika kabati lake kanga zimejaa, na katika zawadi anazopewa nyingi katika harusi yake ni kanga. Sasa hivi hakuna hilo. Yani mtoto awe anaolewa mchanganyie kanga wamjazie, labda madera ambayo sasa ni utamaduni uliotoka Somalia ukashuka, sasa umekuwa sasa umeingia kwa Mswahili sasa hivi. Kwa hivyo linakwenda kama linapotea, lakini ni sehemu ya utamaduni wao. Lakini vyakula huku bara sasa hivi, mapishi mengi yanayopikwa yameathiriwa na ustaarabu wa Kiswahili. Lazima tukubaliane hivyo. Tangu kupika chai yenye viungo, chai ya kuchemsha toto akanywa, sio ya Kiswahili. Na sasa tunasikia kuna chai ya nazi. Sahihi. Lakini si hivyo tu, kupika wali ukatiwa nazi, unaweza usilikute hili katika bara Arabu na pengine popote.
lakini Mswahili ana utamaduni wa kupika wali uliotiwa nazi, lakini vile vile mchuzi na vingine. Sasa ile tanawo, kule kuwa na variety, kuwa na aina mbalimbali ya vyakula, au mchele wenyewe ukapikwa vyakula vingi, pilau, biriani na vingine vyote, ni sehemu katika ustaarabu wa Mswahili, si jambo ambalo limeibuka hivi hivi. Kwa hiyo nataka kusema utaona kwenye mapishi yake, katika mavazi yake, katika namna, katika semi zake, na katika utawala wake, na katika namna ya kuoana. Naam. Naam. Dr. Abdulrazak, je, kuna mifumo ya ushirikiano wa kijamii au kiuchumi inaweza kuonekana kama ishara ya ustaarabu wa Kiswahili? Mifumo ya kijamii, mifumo ya ushirikiano wa kijamii au kiuchumi inayoweza kuonyesha kama ishara ya ustaarabu wa Kiswahili ilivyokuwa inaingiliana mashirikiano? Kwa sababu tumejaribu kuepuka katika kipindi hiki kwanza kuzungumza kuhusu historia, lakini tufahamu kwamba palikuwa na tawala za Kiswahili, Swahili empires. Sasa katika zile tawala za Kiswahili katika ukanda wetu palikuwa na mifumo ya maisha na utawala ambao umetawaliwa na utamaduni wa Kiswahili. Na hili linahitaji mazungumzo ya kina kidogo, kwa sababu kuna haja ya kuzungumza kitu kinachoitwa medieval age, zama za kati. Zama za kati kihistoria ni kuanzia karne ya 5 mpaka karne ya 15. Karne ya 5, yani mwaka 1400 na baada ya kuzaliwa Nabii Isa. Karne ya 5 hii ndio wakati ambapo dola ya Kirumi inaanguka. Panaingia katika zama za kati ambazo zinaitwa ni zama za kiza, dark ages. Hiyo ni lugha ya kihistoria. Kwenda mpaka karne ya 15, mwaka 1400 na inaitwa ni enlightenment period, ni zama za mwangaza. Sasa tatizo kubwa ni kwamba Ulaya ilipokuwa katika kiza, inataka dunia nzima iamini kwamba zile zilikuwa zama za kiza za dunia. Alafu zama za mwangaza zimeanza karne ya 15. Ndipo walipotoka Christopher Columbus, ametoka kina Vasco da Gama, wametoka kutembea duniani. Ule ni mwanzo wa zama za mwangaza. Wanasema sasa siasa ilianza kubadilika duniani, teknolojia ilianza kukua, alafu uhuru ukawa ni mkubwa zaidi, pakawa na mapinduzi baada ya hapo yale ya Ufaransa, pakawa na mwangaza duniani. Na mimi sitaki kusema mengine, ni kwamba walipoangusha utawala wa kanisa duniani, walisema kwamba dini inaleta kiza, inazuia maendeleo. Sasa tumeingia katika zama za mwangaza, ndio wakatoka sasa. Ninataka kusema hivi, zama za kiza hazikuwa za kiza kwa watu wote, zilikuwa za kiza kwa watu wa Ulaya tu. Maeneo mengine yalikuwa shapambukiwa na mwangaza. Mwaka 900 na tulisema karne ya 5 ni mwaka 400 na 400 na karne ya 5, sio? Ndio. 900 na karne ya 10 tayari kulikuwa kuna utawala Kilwa wa Mswahili, wakati Ulaya iko katika zama za kiza. Nataka tuelewane hilo. Kwa hivyo 900 na wakati ule ni wakati ambapo dunia tayari ishaiangusha Roman Empire, ambayo ni karne ya 4, mwaka 400 na karne ya 5, mwaka 400 na Roman Empire imeshaanguka. Wanaishi katika kiza Ulaya, uhayawani, maradhi. Theluthi nzima ya watu wa Ulaya walikufa kwa maradhi kwa sababu ya uchafu. Hawana vyoo, hawana chochote. Nakumbuka dola Roma. Dola Roma. Lakini wakati huo, na hili ni jambo la kihistoria umenigusia, lazima nilizungumze. Wakati huo mwaka 711, ambapo ni mwanzoni mwa karne ya 8, Waislamu kutoka Afrika, kaskazini mwa Afrika, wameingia Ulaya, wakatawala Spain na sehemu za Ufaransa. Mpaka leo hii ule ustaarabu wao upo katika majengo na katika maandishi mbalimbali kule Spain, katika kuleta mwamko kule.
Walipowaangusha Waislamu ilikuwa ni karne ya 15, ndio mwanzo wa zama za mwangaza wanaziita wao. Sasa watu hawajui kitu kimoja, kwamba Christopher Columbus akienda katika bahari ya Atlantic kwenda mpaka bara la Amerika, kuna watu walitangulia kabla yake, lakini tunaambiwa aligundua bara lile. Akija Vasco da Gama karne ya 15 huku kwetu, alikuta ustaarabu wa Kilwa, alipambana nao kuuangusha, lakini walikuwa wana sarafu, wana utawala, wana mamlaka, wanaendesha maisha yao kwa miaka mingi. Dola kabisa, dola ambayo ni Swahili Empire, kama ambavyo Mali na Ghana kule wakina Mansa Musa wote walikuwa wana dola ambayo ilikuwa ni empire za kwa Afrika. Dr. Abdrazak, nataka useme kwamba Waswahili walikuwa wamestaarabika mapema kuliko hata Ulaya. Sasa kuna vitu ambavyo mtu hawezi kuviamini. Ndio maana Walter Rodney ana kitabu chake kiko katika library, How Europe Underdeveloped Africa. Ulaya imewezaje kuwashusha kimaendeleo wa Afrika? How Europe Underdeveloped Africa. Anasema kwamba Ulaya na Afrika mpaka kufikia karne ya 15 walikuwa almost the same, yani walikuwa wanalingana, takriban wanalingana. Kwa maana walikushinda nini? Mlikuwa mna dawa, mna utawala, mna matibabu, mna jeshi, mna majengo, mmekutana na dunia inakuja katika ukanda wenu, mnabadilishana staarabu zile na biashara. Sasa kitu gani watu wa Ulaya walikuwa wameshinda hili? Vasco da Gama akitafuta njia ya kwenda India, sio kwamba alikuwa hajui kwamba huku kuna watu ambao wameshastaarabika. Sio kitu cha ghafla kama inavyosemwa. Kwa sababu hawa waliowafukuza kule, yani madola makubwa yalikuwa Ulaya wakati huo, yalikuwa ni Spain, Hispania na Wareno. Na ndio maana Wareno na Waspania wakawa wanatuma watu kuja huko, Vasco da Gama na Christopher Columbus na Bartolomeo yule. Kwa hiyo wote walikuja maeneo haya wakitumwa na hizi dola kubwa mbili. Lakini hizi dola kubwa mbili zilikuwa chini ya nani? Ziliibuka tu mwishoni mwa karne ya 15, zikaweza kufukuza waliokuwa kiwatawala, ndio zikaanza kututumua mabavu yake. Lakini zinajua kabisa wale watawala walitokea Afrika ya Kaskazini kupitia maeneo haya ya Morocco haya, wakaingia. Tena si Waarabu. Ndio walikwenda kutawala. Na eneo hili ni kama kilomita 14 tu katika bahari, unatoka Afrika unaingia Spain. Kilomita chache tu. Unavuka pale. Walivuka wa Afrika wakaenda kutawala Ulaya. Sasa nani anazungumza kuhusu Mwafrika kutawala Ulaya? Sasa alikuwa Mwafrika mweusi si mweusi, hili ni swala jingine. Lakini alikuwa ni mtu kutoka bara la Afrika. Walipowaangusha wao, wakija huku Vasco da Gama amekuta Swahili Empire. Tangu karne ya 10 mwaka 900 na mpaka anakuja yeye ni mwaka 1490 na ambapo ni karne ya 15 mwishoni, anaikuta Swahili Empire iko pale Kilwa, inatawala Zanzibar mpaka Mombasa kokote. Ni himaya kubwa zaidi ya karne na himaya kubwa ambayo baadaye ilikuja ikaja Washirazi, wakaja watatu, wakaja Masharifu. Wote hawa walitawala mpaka sarafu walikuwa wanazoza kwao. Walikuwa wameendelea katika masuala ya usafiri wa baharini, biashara za kimataifa, wanafanya biashara na Wachina na Waindia na Washirazi kutoka Persia, wanafanya biashara na Waarabu. Kwa hiyo ni ulimwengu ambao ulikuwa unakutana na ulimwengu yote mpaka Far East, maana mtu kutoka China alikuwa anakuja. Na wanafanya biashara na ukanda huu. Sasa unataka kuzungumza ustaarabu gani zaidi ya huu? Naam. Kwa faida, maana tumegusia kidogo historia hapo na ukatajia jina la mwandishi ule na kile kitabu chake. Sasa kipi kilikuja kugeuka? Kilichogeuka ni kwamba mpaka sasa Waafrika wakawa chini dhalili. Sasa sio Waafrika tu, kuanzia karne ya 15 Ulaya ilianza safari yake ya kutawala dunia. Karne ya 15 kwenda mbele, kutoka kwa Vasco da Gama, kutoka kwa Christopher Columbus. Hawa wote walikuwa wanakwenda kutizama maeneo ya tawala. Kwa hivyo Marekani litawaliwa, lile bara likatawaliwa na watu wa Ulaya.
kupitia hivi vitangulizi vyao vya ukoloni. Kupitia hawa walikwenda sasa wakahamia kwa kiasi kikubwa sana bara la Amerika. Walipohamia kule wakawa wengi. Mwisho wale wahamiaji wakaamua tujitenge sasa na wale ambao ni taifa la asili linalotawala huku. Ndio pakafanyika mapinduzi yaloleta uhuru, tuseme uhuru wa Marekani mwaka 1776. 1776 ni karne ya 18. Lakini aliyeleta mapinduzi yale au tuseme uhuru ule wa Marekani haukuwa ni uhuru wa wale watu wenyeji wa bara la Amerika ambao ni Wahindi wekundu, bali ni wale wahamiaji vizazi vyao wameamua kukata mahusiano na serikali za Ulaya, wakaamua kujitawala. Kwa hivyo hawa wote unaoona watawala wa Marekani ni watu wenye asili ya Ulaya. Kama sio asili ya Ulaya, basi ni asili ya Afrika walioletwa kama watumwa. Nadhani tumeelewana hili. Sasa kwa hivyo Ulaya ikaanza kutawala bara la Amerika na bara la Afrika, pakawepo na kitu kinachoitwa triangular slave trade, biashara ya pembe tatu ya utumwa. Ile ilichangia kiasi kikubwa sana kuvunja uti wa mgongo, zalisha kwenye viwanda, narudi Afrika kwa ajili ya soko. Ndio hiyo triangular, yani pembe tatu. Kutoka Afrika kuchukuliwa watumwa, wanalima kwenye mashamba bara la Amerika. Kisha wakishalima kule, bidhaa na malighafi za mashamba zinakwenda Ulaya kwenye viwanda. Bidhaa za viwandani zinarudi Afrika kama soko. Triangular. Wakati ule teknolojia ya Afrika iliuliwa. Historia inaonyesha katika Kongo teknolojia kubwa ya chuma, kuzalisha vyuma, iliuliwa kwa makusudi mpaka kukatwa mikono wale iron smelters, wahunzi wale na wale wazalishaji wa vyuma, walikatwa mikono kuua ile teknolojia. Tiba za asili za Mwafrika ziliuliwa kwa kuletwa tiba za kisasa za Ulaya, kwa sababu hao walikuwa na matibabu yao, la sivyo wasingeweza kusurvive. Elimu pia ikauawa, kwa sababu katika Kilwa hii watu walikuwa wanasoma, wanaandika Waswahili japo ni kwa hati za Kiarabu. Wao walikuja kupindua yote yale, wakaleta utamaduni mpya. Kwa hivyo nataka kusema kuanzia karne ya 15 ukitaka kuzungumza historia ya dunia sasa hivi na utawala wa nchi za kimagharibi, lazima uanzie karne ya 15. Pale ndipo walipoibuka, lakini hawakuibuka tu kutawala, walihakikisha wanaua ustaarabu wa wengine ili ustaarabu wao uibuke ukue. Pahala walipolazimika kukata mikono ili kuua teknolojia za watu, waliwakata mikono. Na historia inaonyesha Kongo ndipo ambapo walikata watu wengi sana mikono ili ile teknolojia ya chuma ife. Kurudisha nyuma. Kwa sababu huwezi kuwatawala watu ambao wameshiba kistaarabu na wenyewe ni sawa sawa na nyie wanaweza kwenda. Na kilichowasaidia wao ni ile marine technology, teknolojia ya kusafiri baharini. Lakini ukisoma vitabu utaona kwamba kwenda bara la Amerika miaka 200 kabla ya Christopher Columbus, wa Afrika kutoka Mali wamekwenda. Tena na merikebu zaidi ya 200. Mansa Musa aliachia utawala na kaka yake akaenda zake bara la Amerika. Na mpenzi mtazamaji, na kufika hapa hatuna la ziada. Tunakunja jamvi, lakini nikukumbushe kukunjika kwa jamvi si mwisho wa maongezi. Mola akiridhia tutakutana katika kipindi kingine wakati mwingine. Asalamu alaikum.